Stori ya Blaza Saif al-Islam Muammar Gaddafi ni stori ambayo ina sura nyingi ambazo kama hujafuatilia unaweza ukawa unashindwa kuzikutanisha kwa sababu hazifanani. Lakini ambacho tunakijua sasa hivi na kilichotuleta kwenye hii stori ni kwamba watu wanne waliokuwa wamevalia mask waliingia usiku mmoja kwa Blaza Saif na kuongea naye mawili matatu. Labda aliwauliza nani amewatuma, labda walimjibu, labda hawakumjibu, lakini kilichotokea ni kwamba mwili wake umekutwa na matundu kibao ya risasi, na ndicho ambacho watu hawa wamekusanyika hapa wakiwa wanahuzunika, na imeacha msiba ambao una majuto, una maswali, una majonzi, una vitu vingi sana ndani yake ambavyo nitajaribu kukupa idea ya nini ambacho kimetokea ili uweze kuelewa yote haya unayoyaona kuhusiana na kuuawa kwa mtoto wa Gaddafi. Nitakupitisha kwenye maisha yake wakati wa baba yake akiwa madarakani na jinsi maisha yake yalivyo switch mwaka 2011 na maswali kama kwa nini hajawahi kukimbia Libya kama ndugu zake au falling princess wengine duniani tunaosikiaga kwamba baba akishaangushwa basi naona tafuta pa kukimbilia. Nini kilimtokea na wakati anakufa alikuwa kwenye situation gani kisiasa ndani na nje ya nchi ambayo inaweza katupa picha ya kwa nini wamemfanyia walichomfanyia. Kuna wakati maisha yake yalikuwa ni on and off. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kuconnect story yake ilivyoanza na jinsi ambavyo imeishia, kwa sababu katikati kuna vipindi ambavyo labda ulikuwa uvisikii sana, na ndicho ambacho nitajaribu kukupa hapa. Hakuna kitu ambacho kinanipa furaha na energy kubwa kama kuona namba ya subscribers inaongezeka, na malengo yetu ni tufikie subscribers 100,000 tupate kale kabango ketu, lakini pia kuna kitu kikubwa sana tutafanya tukiwa na jamii kubwa inayoweza kuenjoy hizi taarifa na maarifa. Asante kwa kila subscriber wangu, na mnanipa energy sana ya kuandalia hizi updates muhimu za yale yanayoshape dunia. So twende kazi. Rich, full of gas, oil, and we have more than $100 billion deposits abroad, so we have to share this cake. That's it. Kwanza kabisa kwenye hii story ya Saif al-Islam Muammar Gaddafi nitakuwa nakupa story yake mwenyewe, ingawa itakuwa inapita kwenye historia ya nchi yake. Lakini ukitaka kupata nini kinaendelea Libya baada ya Muammar Gaddafi na mambo mengi ya siasa za ndani ambazo utakutana nazo huku kwa udogo, na kushauri fuatilia hii episode yetu, tulielezea deep sana Libya na yote yanayoendelea kisiasa. Lakini huyu ni specific mtu mmoja ambaye tukio lake lilikuwa linahusiana pakubwa na historia ya nchi yake, lakini pia linahusiana pakubwa na future ya nchi yake, na ndio maana unaona watu wanahuzunika hivi. So nianze tumfahamu kwanza kabisa. Saif al-Islam Muammar Gaddafi alizaliwa mwaka 1972 mjini Tripoli, ndani ya moja ya familia zenye nguvu zaidi barani Afrika. Alikuwa mtoto wa pili wa mwenda zake country boy Muammar Gaddafi, kiongozi aliyeitawala Libya kwa miaka 42, na mama yake Safia Farash aliyekuwa nesi kabla ya kuwa first lady. Kuzaliwa kwake ushuani kulimpa zaidi ya jina, kulimpa urithi wa dola za mafuta yenye thamani ya mabilioni ya dola. Tofauti na ndugu zake waliopenda silaha na jeshi, Blaza Saif alikuwa mtu tofauti. Kwanza alisoma London School of Economics, ana PhD huyu ya uchumi. Alivaa suti badala ya sare za kijeshi ambazo mshua alipenda kuziportray, na alizungumza kuhusu demokrasia, mageuzi na haki za binadamu mapema wakati baba yake akiwa madarakani, tofauti kabisa na watoto wake wengine. Kifupi, yeye na mshua hazikuwa zinaivana kimtazamo. Ilikuwa like dogo una akili lakini kuna kaufala fulani ka demokrasia
unako ukikaacha kwa kaufala utafika mbali, lakini hawakuwahi kuwa maadui. Kwa macho ya magharibi, Saif alikuwa Gaddafi mzuri. Aliyekuwa waziri mkuu wa UK Tony Blair alimkaribisha magetoni. Condoleezza Rice akiwa waziri wa mambo ya nje wa USA, Secretary of the State, alimuita Blaza Saif mwana mageuzi. Vyombo vya habari vya magharibi vilimchora kama mustakabali wa Libya, future. Mpango ulikuwa wazi kwamba Muammar Gaddafi angeondoka taratibu na Saif angerithi Libya na wangecheza mdundiko unaochezwa Ulaya na Marekani. Lakini dunia na muda ulikuwa umsubiri. Ukimuuliza Mheshimiwa Temba mwaka wa shetani ni upi, atakutajia tofauti kabisa na ule ambao Blaza Saif atakutajia. Hatoka au sahau mwaka wa 2011. Atakwambia huu ndo mwaka wa shetani kwake. Mapinduzi ya Arab Spring yalivuma Afrika Kaskazini kama moto. Kilianzia kunuka Tunisia, na tulikuletea stori zote hizi kwenye episodi zetu za nyuma. Nimekuambia utakuwa na rifaa kule. Kama unatufuatilia utakuwa unanielewa zaidi. Hapa napita kwa mtu mmoja. So Tunisia ilianguka kwa wiki chache. Misri kaanguka, Mubarak akaenda na maji. Ikafika zamu ya nani leo? Sio Manfongo. Country boy, country wiz Gaddafi. Wauni wakamtengenezea zengwe. Na hapa ndo natamani uelewe kwamba sababu zote ambazo Marekani walisema Gaddafi anazifanya, ndo maana wakamfuata kumtumbua, ni kweli alikuwa anafanya. Na ukitaka kuelewa historia, usifuatilie kama movie kutafuta nani jambazi na nani Sterling. Kwenye ulimwengu halisi, wafu huzika wafu wao. Kwa hiyo ni kweli Gaddafi alikuwa ameijenga vizuri Libya, na pia ni kweli kwamba Gaddafi alikuwa ana miayusho yake ndani ya Afrika na hata nje ya Afrika. Kwa hiyo kuongea uzuri wa mtu hakufuti ubaya wake, wala vice versa yake pia. Maandamano yalipoanzia Benghazi hayakudumu kama maandamano. Ndani ya saa 72 hivi yakageuka uasi wa silaha. Yaani waandamanaji wakajikuta nao wana mijegeje. Mabomu yakaanza kunyesha Tripoli kila siku. Utawala wa Gaddafi uliokuwa umesimama kwa miaka 40 plus ukaanza kuanguka mbele ya kamera za waandishi wa habari wa dunia. Saif ambaye ndani ya Libya nimekuambia walimchukulia kama mtoto afadhali asiye na ukauzu kama baba yake na nduguze, alijaribu kuokoa jahazi na alitokeza kwenye television akaahidi, Wajemeni tulieni, tumewasikia na naahidi mageuzi. Akaomba mazungumzo, lakini ilikuwa tayari too late. Wafitini wake walikuwa na mpango tofauti. Uamuzi tayari ulikuwa umeshafanywa kwamba Gaddafi alipaswa kuondoka kwa vyovyote vile. Unaweza ukawa na argument zako, labda ni mafuta, labda alikuwa anataka kuanzisha sarafu. Zipo hizo factors nyingi ambazo unaweza ukazikusanya, lakini tunachokijua ndio hicho kwamba Muammar Gaddafi alikamatwa akiwa amejificha kwenye bomba la maji mjini Sirte. Alipigwa, akateswa na mengine hatuambiwi, lakini kuna tetesi ya mambo mazito ya usodoma na Gomora aliyofanyiwa kabla ya kuuawa. Saif alitazama yote haya kupitia Al Jazeera na CNN. Dunia aliyokuwa akiandaliwa kisaikolojia kuitawala ikazimika na kufa mbele ya macho yake. Mwili wa mshua ukawekwa kwenye friji la nyama, watu wakapiga picha kana kwamba ni maonyesho, wakaenda kumtupa kwenye kaburi la siri ndani ya jangwa la Sahara, shughuli ambayo ilishuhudiwa na wachache. Mtoto wake wa 4 Motasim Bilal Gaddafi ambaye alikuwa bosi wa wizara ya ulinzi serikalini akiwemo. Na baada ya hapo stori ya Gaddafi ikawa imeisha kwa namna ya kusikitisha. Sasa kila mtoto wa Gaddafi, kama ambavyo watoto wa madikteta wengine huwa wapo, stori zao huwa zinaisha kwa tabu sana, na kila mmoja ana stori tofauti. Juzi nimesikia mtoto wa Osama bin Laden naye amefukuzwa Ufaransa, yani unatafutiwa visa tu.
Juzi pia kuna mmoja wa Gaddafi alikuwa amefungwa Lebanon, wamemwachia. Kuna vitu vingi vinaendelea kusana na watoto wake, lakini Saif yeye angeweza labda kukimbia mapema kwa sababu alikuwa na pesa kwenye akaunti zake Ulaya, passport na nchi nyingi ambazo zingempokea kwa sababu ya connection aliyoijenga kwa kuwa tofauti na Mshua. Lakini hakufanya hivyo. Alibaki Libya akiamini bado kuna nafasi ya mazungumzo. Hata hivyo, alipoona kimeumana, akachukua wauni wake kadhaa. Novemba 2011 wakaanza kulichanja jangwa la Sahara akiwa anajaribu kutorokea Niger. Kumbe wahuni walishamlia mingo kitambo, na alivyokuwa enzi hizo sura yake ndio kama unavyoiona, ni kipara, sio kama Waarabu wengine rahisi kutomjua. Kwa hiyo yeye alikuwa rahisi kujulikana Mr. Kipara. Na sasa ukumbuke hapo ni Libya ishapoteza control, kwa hiyo ni kila kikundi chenye silaha kinaamua kuchukua utawala wake sehemu fulani. Una hao wauni wa kuitwa Abubakar Sadiq Brigade. Sio Abubakar Sadiki kwa fujo DJ, ina maana huyu muuni wao anaitwa Abubakar, huyo bosi wao inaitwa Abubakar Sadiq Brigade. Walikuwa wametega kwenye kamji fulani haka kaskazini mwa Libya kanaitwa Zintan. Ni kama kilomita 136 kutoka Tripoli ambapo amezaliwa huyu mwamba. Tangu hapo Blaza Saif wa ushuani akageuka mfungwa wa wahuni wa hii brigade. Akiwa gerezani hapa Zintan alikaa miaka 6 bila uhakika wa kuishi. Ukumbuke sio mfungwa tu, ila ni chambo. Kwenye war zone ukiwa na mfungwa wa thamani hivi ni uhakika mkubwa wa pesa za kujiimarisha, na pia na kuongezea thamani kwenye mazungumzo ya amani ya hiyo situation. Baada ya Gaddafi kung'olewa, mahakama ya Tripoli ilimhukumu Bwana Saif kifo mwaka 2015. Wakati huo ameshikiliwa na wauni kule Zintan, na wauni wanajua tukimpeleka akafe maana yake hatuna chetu, we need him. Upande wa pili, mahakama ya ICC ilikuwa inamtaka kwa uhalifu wa kivita. Dunia ikasahau stori zake baada ya hapa, na kuna watu walihisi ameshakufa, lakini wanamgambo wa Zintan hawakumuua. Walimshikilia kama kadi ya kisiasa akiwa hai. Alikuwa na thamani kuliko akiwa mwenda zake. Sasa Libya inaporomoka, Saif akiwa hapa anasubiri na kuiona. Wakati Blaza Saif yuko gerezani kwa wauni wa Zintan, Libya ilikuwa inavunjika vipande vipande. Serikali 2 kisha baadaye serikali 3. Wanamgambo kila mahali. Yaani unatembea unasimamishwa na vitoto vina mijegeje, vinakudai kodi, ISIS ikateka mji wa Sirte. Masoko ya watumwa yakafunguliwa upande wa kusini. Nchi iliyokuwa shamba darasa la maendeleo Afrika ikageuka a failed state. Na kusisitiza tena, ukafuatilia hizi episodi zetu kuelewa deep kuhusu the rise and falling of Gaddafi na maisha yake baada ya hapa. Mungu sio Asumani bwana. Mwaka 2017 Saif aliachiwa kimya kimya na wauni. Hakurudi Tripoli, akabaki Zintan. Akaishi maisha ya kawaida, akavaa kanzu, akawa mzee wa swala 5, akaishi kama mtu wa kawaida. Najaribu kuimagine kwenye saikolojia yake ni nini kilikuwa kinaendelea. Pata picha maisha ya miaka 6 huko kwenye nyumba fulani, sababu sio gereza in search. Hao watu sidhani kama walikuwa na gereza. It's just sehemu ambayo unalindwa masaa 24. Watu wanakulinda kama mfungwa wao, lakini mwisho unawazoea kiasi kwamba hata baada ya kukuachia unaendelea kuishi nao. Alishindwa kurudi kwa sababu kwanza angeenda wapi? Serikali iliyoko madarakani sio ya baba yake tena na imsapoti. Alafu pili, mahakama ya kimataifa ya ICC ilikuwa inamtafuta, lakini Libya ilikuwa inaendelea kuungua. Kufikia mwaka 2021, Libya ilishaanza kutoka kuwa donda ndugu na sasa inageuka ugonjwa wa kuambukiza, janga la wakimbizi Ulaya. Wakati huo Jerumani ya mama Angela binti Merkel akawaambia, njooni wanangu, maana hawa NATO hawa ndio wamewafanya nyinyi sasa hivi ni wakimbizi, kwa hiyo njooni. Ujerumani ikawapokea, na kwa sheria za EU
ukishapokelewa nchi moja ya Ulaya means unaingia kote bila kibali. Wale NATO waliomuua Gaddafi walijikuta mzimu wake ukiwatafuna, wakaanza kufurika Ulaya wakimbizi. Ghafla wakaanza kutumia jeshi kulinda hii situation, lakini bahari haikai na uchafu. Habari za miili ya watu kuokotwa kwenye fuko za bahari ilikuwa everywhere. Umoja wa Mataifa na Marekani zikishinikiza kwamba kuna haja ya uchaguzi Libya ili paweze kutulia. Wakati huu walijipa moyo, au tusema hawakuwa na taarifa za kutosha kuhusu Blaza Seif, ambacho walikuwa wanajua ni choka mbaya ambaye hata wauni waliokuwa wanamshikilia kama mfungwa wa thamani wameamua kumwachilia na anaishi huko huko. Maana yake ni kwamba hana jipya. Walitarajia kwamba tutengeneze mazingira wachaguane watakavyo, lakini tunajua yeyote atakayechaguliwa, kwa sababu mizizi yote tumeshaiua ya Gaddafi, atakuwa ni mrahisi kumdhibiti. Yakatoka majina 98 ya waliotaka kugombea urais. Ndani ya hayo majina, kwenye mwishoni huko katikati, wakaliona jina ambalo halikutakiwa kuwepo. Saif Muhammad Gaddafi alipotangaza rasmi kuwa mgombea, wauni kipande cha magharibi wakapanic. Ghafla ukaanza msururu wa matamko. ICC ikatoa onyo kwamba huyu mtu hatujamalizana naye. EU nao wakazungumzia haki kwa hapi mtoto bla 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 bla. EU ikaanza haki sio haki mtu kama huyu kushindana na raia wema, Marekani ikaanza zile zake za tunaonyesha wasiwasi mkubwa, Kwa hiyo matamko after matamko, lakini ndani ya Libya hakuna aliyekuwa anasikiliza. Kulilipuka, akaanza kutrend. Tafiti zilionyesha zaidi ya 70% ya Walibya walimtaka Saif. Why? Kwa sababu kusoma walishindwa, lakini picha ilikuwa wazi machoni pao. Wengi wao walikuwa bado wanakumbuka mwaka 2010 tu kurudi nyuma. Elimu ya bure, afya bure, umeme bure, mafuta ya bei cheap kuliko maji ya kunywa, na taifa lina sauti kubwa Afrika na duniani. Hata wabaya wa Gaddafi waligundua ni bora zimwi likujualo. Wakati huu pia Blaza Seif hakuwa anaahidi demokrasia ya magharibi tena kama zamani. Gereza la wauni lilikuwa limemhumble. Alikuwa anaahidi kitu simple tu, Libya for Libya. Siku 2 kabla ya uchaguzi, breaking news, tume imeahirisha uchaguzi. Kisa sababu za kisheria, kiufundi, lakini ukweli ulikuwa wazi. Blaza Seif alikuwa anashinda na hilo halikutakiwa. Hiyo kete ya uchaguzi haikuwahi kuchezwa tena, na interest ya wale waliosema uchaguzi ufanyike nayo kama ikakata. Kwa miaka 3 aliendelea kufanya harakati zake chini ya maji, akijenga connection na wazee wa koo mbalimbali, na anaijua blueprint ya mzee, kwamba sio kwamba Gaddafi aliweza kuwaunganisha wa Libya, ila aliweza kucontrol licha ya tofauti zao. So unakuta kabila hili na hili hawaelewani wao kwa wao, lakini wote wana connect na mtu mmoja. So anaweza kucontrol situation yao kwa sababu anaweza kukutana nao separately. Ndio ulikuwa mfumo wa Gaddafi alikuwa anaiongozea Libya. Na ndio maana alivyoondoka hakuna mtu anayeweza kuja kuconnect na wote, inahitajika muda mrefu kufanya hiyo kazi. Sasa nini kilimponza? Februari 2, 2026 kuna ripoti za mitandaoni zinazosema kwamba kuna voice note message fulani ambayo ilikuwa ina trend ndani ya Libya, wakidai kuwa ni sauti ya Saif al-Islam akitoa malalamiko dhidi ya uingiliaji wa Marekani na UN katika siasa za Libya, akisema kuna wanawake 2 wa Marekani ndo wanaiongoza Libya kwa sasa. وستيفاني سلمتها لوحدة مرة من غانا كلهم مساوين وستيفاني ويليامز الأمريكية اللي كانت تحكم في ليبيا سلمت الحكم لمرأة أمريكية اسمها ستيفاني. Kwa waliopita Cuba wanamtaja mmoja wao wanawake ni Stephanie Turko Williams, ambaye ni
American diplomat, makamu mkuu wa United Nations Support Mission in Libya. Sijui unaelewa vizuri? Zaidi anasema Urusi na mataifa mengine yanahuzunika kinoma kwa kinachoendelea Libya. Hakuna uthibitisho wowote so far kwamba ilikuwa sauti yake, lakini lisemalo ndo hilo, kwamba huu ulikuwa ni mstari uliovunja mkataba usioandikwa popote. Swali la who pulled the trigger linahusishwa na wauni wa brigedia ya 444. Hawa jamaa wa Brigade 444 ipo chini ya Wizara ya Ulinzi ya serikali ya mpito ya Libya, GNU. Inadaiwa mara kwa mara wanafanya mission za mapigano ya ndani ya Tripoli na makundi mengine ya militia. Ingawa inafanya kazi kupitia serikali, lakini wengi wanaiona ni moja ya kundi ama jeshi ambalo lina uzito kuliko hata serikali ya nchi na lina vifaa na teknolojia kuliko hata jeshi la nchi lenyewe la Libya. Jinsi ambavyo ili tukio limetokea, kitu kimoja ambacho kiko wazi ni kwamba wahusika walikuja wamejipanga kiteknolojia na sio bajeti ndogo. Ni watu walikuwa na teknolojia kubwa. Sio kwa sababu Saif alikuwa analindwa, hakukuwa na ulinzi wowote. Alikuwa na watu wawili ambao walikuwa wana act kama ni wasaidizi wake, sio walinzi and such. Bado mimi binafsi sijaweza kuthibitisha ukweli wa hili, lakini wao ndio kikosi pekee chenye uwezo wa mission kama hii eneo la mbali kama Zintan. Usiku wa Februari 3, Blaza Seif alisikia mlango umevunjwa. Walizima kamera kwa vifaa vya kisasa, wakamkuta ndani. Kilichofuata baada ya hapo zinajua kuta 4 za nyumba ile. Ukisikia pa ujue imekukosa, na sidhani kama Blaza Seif alisikia pa. Unfortunately, ndani ya sekunde chache Saif Islam Gaddafi alikuwa amekufa. Labda usishangae uchaguzi mkuu Libya ukaitishwa pasta baada ya hili tukio, kwa sababu yeye ndio mtu pekee anaonekana ilikuwa chanzo cha kwa nini uchaguzi mkuu Libya ulikuwa ufanyiki, kwa hofu ya kumuingiza madarakani. Labda alikuwa anachelewesha ratiba za watu. Nobody knows. Yote yatakuwa ni vile ambavyo wewe umeunganisha nukta, na lengo langu lilikuwa ni kukupa hizi nukta za wewe kuziunganisha utakavyo. Na kama kwa namna yoyote umevutiwa na hiki ambacho nakifanya hapa na unatamani kuona nikiendelea kukifanya kila siku nipate hiyo energy, natamani kupata watu kama 100,000 ambao hawa najua ndo nawahudumia, hata asipoongezeka hata mmoja. Kama wewe ni mmoja wao na hujasubscribe, bonyeza hapo, alafu tupate hii familia kubwa, uone makubwa ambayo tutayafanya pia. Naitwa Grayson Gideon. Hii ni MDC, taarifa na maarifa.